Bwana, kama tunavyojua kazi yetu sisi waandishi wa habari ni kubalance story. Nimetoka kuletea kitu ambacho kakiandika Zanzibar Swedi kuwa yeye na Shakibu ndo basi tena. Yeye na Shakibu kwa heli. Yeye na Shakibu ndoa yao imevunjika rasmi. Kaandika ujumbe mrefu kweli kweli kuwa baada ya miaka 5 wamekaa wametafakari kwa kina na wameamua waachane kwa manufaa yao binafsi, kwa manufaa yao wote wawili, kwamba kuna machangamoto ambazo walikuwa wanapitia zilizokuwa zinakosa usuluhisho. Wamekaa wametafakari na kuona hii ndoa haiwezekani tena, haina nuru, ndoa haina afya, hii tuvunje. Wacha nikusomee chap alafu nikusogezee kitu gani ambacho Shakibu sasa akafanya baada ya Zanzibar Swedi bwana kuwa ameandika na kutangaza hadharani kwamba yeye na Shakibu ndo basi tena. Zanzibar Swedi ameandika kuwa baada ya miaka 5 ya kutafakari kwa kina na kufanya maamuzi kwa umakini, tunaamini kuwa ni vyema kwetu kuachana kutokana na tofauti ambazo hatukuweza kuzitatua. Ingawa huu haukuwa uamuzi rahisi, tunaona kuwa ndio uamuzi sahihi kwa manufaa yetu sote wawili. Tunathamini muda tuliotumia pamoja, tunathamini kumbukumbu tulizotengeneza pamoja na misaada tuliopeana pamoja katika safari yetu ya ndoa. Hakuna hasira wala chuki kati yetu. Wakati mwingine watu wawili hukua na kuelekea katika mwelekeo tofauti maishani. Tunaendelea kuthaminiana na kubaki marafiki kwa heshima, uelewano na kuthaminiana kwa dhati. Tunatakia kila mmoja wetu furaha, mafanikio na kila heri katika maisha yajayo. Anasema ni Zarina na Shakibu. So huu ni ujumbe ambao kaweza kuandika huyo Zanzibar Swedi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nikataka kujua Shakibu yeye anasemaje. Tumetoka kuona Zanzibar Swedi sawa, ameandika hivyo sawa. Je, Shakibu yeye kwa upande wake anasemaje? Shakibu yeye kwa upande wake anasemaje? So nimepita hapa kwa Shakibu kwenye ukurasa wake wa Instagram, lakini posti yake ya mwisho ni ya jana ambako jamaa aliposti akiwa anapiga tizi. Jamaa tunafahamu ni mtu wa mamieleka, mabondia, maboxing. Kwa hivyo hapa alikuwa jamaa akipiga tizi na akasema kuwa few days to go, na hapa anasema anapambano Kenya tarehe 20 June. Anapambano Kenya tarehe 20 June. Unaona bwana? Kwa hivyo ataenda kupigana na mtu huko. Unaona bwana? So jamaa yeye yuko busy na mambo yake. Lakini kwenye Insta story kutaka kujua pia kwamba je na yeye bwana ameshare chochote kitu, mpaka sasa hivi hakuna alicho share tofauti na kushare mavideo hapa akifanya tu mazoezi ya kupigana. Unaona bwana, ya kupigana. So jamaa hii inaonyesha kuwa yeye bwana fresh au yeye bwana atakuja kutoa tamko lake baadaye, au yeye jamaa hata tia neno lolote lile. Kama Zanzibar Swedi kaamua kufanya hivyo fresh. Ni kama tu ambavyo ilikuwa kwa Diamond Platnumz. Zanzibar Swedi alitangaza na kuweka maua na nini, lakini Diamond yeye fresh. Kwa hata kwa Shakibu naona pia fresh, ameamua ku mute, lakini ndo hivyo yeye na Zanzibar Swedi ndo basi tena. Maoni ya watu kiukweli ni mengi. Huyu hapa anasema kwamba Zari naye jamani angesubiri kwanza Diva malizane na Wasafi. Mbona mnatumalizia MB aise? Huyu akaja akasema lazima tuchanganyikiwe kwa sababu kwamba Zari mwenyewe ameniblock, waachane tu few. Huyu akaja akasema ngoja kuroge kabisa. Huyu akaja akasema asubutu. Haya, kwa sababu kwamba watu wanaachana vizuri, nyie sio mimi na huyu kiposongo wangu. Watu wanaachana vizuri. Of course, yani wameachana kisomi sana. Wameachana kisomi mno. Wameachana kisomi sana. Huyu anasema watu wanaachana vizuri aisee. Huyu akaja akasema eti kiposongo. Haya, kwa sababu kwamba kuna watu watamtagi Diamond wakati walioachana ni Zari na Shakibu. Kuna watu watamtagi Diamond wakati walioachana ni Zari na Shakibu. Kwa sababu kwamba shangana wewe, kwani Diamond Platnumz ndo wakupokea waachwaji. Anasema wamkome. Kwa sababu kwamba Mondi anachekea chooni leo. Huyu akaja akasema basi bado Zuchu na Diamond sasa. Bado Zuchu na Diamond sasa. Yeye anasema kwamba utaachwa wewe na uchawi wako huo.
kwa sababu kwamba haswa, kwa sababu kwamba anasemaje, anasema utasubiri sana mpaka utaingia kabrini. Huyu akaja akasema amka kwenye hiyo ndoto, usije ukajikojolea bure. Zuchu na Diamond hawezi kuachana katu. Huyu anasema kwamba anasemaje huyo, anasema ukoo wako wote wameshaachana, anasema au bado. Yakaja akasema utakufa kwa wivu mjinga wewe. Hao ni timu Zuchu, wakorofi wakali kweli kweli. Wakorofi wakali kweli kweli. Ukimtaja tu Zuchu inakula kwako. Huyu anasema mlioko ndani mtuambie kuna nini, mbona watu wanatoka kila uchwao? Huyu anasema kwamba watajua wenyewe bwana, waache watoke, siku hizi watu wanapenda uhuru zaidi, watajijua. Huyu akaja akasema bora wameachana, nilikuwa sikubali kabisa Zari wangu na huyo bondia. Anasema bora wameachana, nilikuwa sikubali kabisa Zari wangu na huyo bondia, kwa sababu kwamba haki umeniiga. Anasema sijawahi kumuelewa huyo kaka, haoni aibu kupishana na wavulana wenzie ndani na kitaulo. Anasema haki umeniiga, sijawahi kumkubali huyo kaka, haoni aibu kupishana na wavulana wenzie ndani na kitaulo. Kwa sababu kwamba nimefurahi sana Zari alikuwa anampotezea wakati tu Shakibu. Zari mzee, Shakibu ni young. Anasema na Zari hawezi kumzalia Shakibu mtoto. Shakibu go on. Anasema with your life and inshallah you will get the love of your life. Shakibu, I wish you all the best. My brother. So hapa anasema yeye amefurahi kwa sababu Zari alikuwa anampotezea muda Shakibu. Sasa timu Zari hapo amemvaa kweli kweli huyu. Kwa sababu kwamba mbona hao vijana wenzake aliozaa nao watoto wake wawili walimshinda. Kwamba bwana huyo Shakibu ambaye mnasema kuwa alipotezewa muda na Zari, mbona hawa aliozaa nao watoto wake wawili walimshinda? Huyu akaja akasema kwamba hatimaye akatengeneze familia yake sasa mkaka wa watu. Hatimaye akatengeneze familia yake sasa mkaka wa watu. Huyu anasema anacheka kama mazuri. Huyu anasema congratulations to Shakibu. Watu hapa naona kama wako upande wa Shakibu. Yakaja akasema afadhali sasa apate mtu mzima mwenzie, hawa vijana hawa angeachana nao tu. Huyu anasema kwamba msimalize maneno jamani, mapenzi. Msimalize maneno jamani, mapenzi hayo. Kwamba leo mnaweza mkamaliza maneno kwa kusema kesho mkashangaa wamerudiana. You never know. Mapenzi. Mapenzi hayo. Huyu anasema kwamba hakuna kupoteza muda, hakuna kupoteza muda. The next anasema kwamba next one please.